kumekuwa na sintofahamu kubwa katika mchezo namba 184, mchezo baina ya Yanga na Simba ambao tuliwailisha pale tarehe 8 nafikiri Machi. Na tangu tulivyowailisha kumekuwa na mambo mengi yamepita hapa katikati. Mara baada ya kuwailisha tulipokea malalamiko kutoka kwa wenzetu wa Yanga wakijaribu kuomba bodi ya ligi kuu kupitia kamati yake ya usimamizi na uendeshaji iweze kuona namna gani nzuri ambavyo inaweza kawapatia pointi 3, lakini pia kulikuwa na malalamiko mengine ambayo waliainisha katika barua yao. Bodi likaa ikaweza kuwajibu na baada ya kumaliza kuwajibu kupokea, wenzetu wa Yanga kuridhika na majibu ya bodi. Kwa hiyo ikapelekea kwenda kupeleka malalamiko yao katika chombo cha juu na cha mwisho cha masuala haya ya usuluhishi wa mambo ya michezo ambacho kimepewa dhamana na shirikisho la mpira wa miguu duniani. Sisi sote ni mashuhuda. Baada ya shauri kupelekwa kasi walikaa wakalifanyia maamuzi, na baada ya kufanyia maamuzi vilabu vyote vilijulishwa, bodi tulijulishwa, shirikisho la mpira wa miguu tulijulishwa, na baada ya kupokea hiyo taarifa tulikuwa na wajibu sasa wa kueleza umma ni kitu gani ambacho wenzetu wa kasi wameweza kuamua. Kwa hiyo baada ya yale maamuzi sisi tuliamini kwamba kila kitu kimefika mwisho, na kwa mujibu wa utaratibu wa masuala ya mpira, kwa mujibu wa kanuni zetu tulizokuwa nazo zinatambua kwamba pale kunapotokea mgogoro wowote unaohusisha masuala haya ya michezo ya ligi, unaohusisha ligi, basi chombo cha mwisho chenye maamuzi ni kasi. Lakini ukienda kwenye katiba pia shirikisho la mpira wa miguu nayo inatambua hivyo. Ukienda kwenye governing regulation ya bodi ya ligi kuu ambacho ni chombo cha vilabu, ambapo wenye chombo chao ni vilabu, pia inazungumzia hayo mazingira. Pale itakapotokea sintofahamu, mgogoro wote ambao umetokea katika mchezo wa ligi, basi chombo ambacho kimepewa dhamana cha mwisho kabisa cha kufanya maamuzi kwa mujibu wa katiba ya shirikisho la mpira wa miguu duniani ni FIFA.